TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your day. Naam, karibu sana mtazamaji mahali popote uliko asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Ni Jumapili njema, lakini pia ni Jumapili ya ushindi na ni Jumapili ya kusherehekea sherehe kubwa kabisa, sikukuu ya Pasaka, na wengine huita ni Easter Sunday. Ni siku njema kabisa ambayo kila mmoja leo akifurahia uwepo wa Bwana, kufufuka kwa Yesu Kristo, lakini pia kupata matumaini mapya katika maisha mapya ya kuona ufufuo wa Yesu Kristo. Ni siku ya kipekee sana ambayo inatukumbusha upendo na ukuu wa Mungu kwa mwanadamu, lakini pia ni siku ambayo kifo kilishindwa na uzima ukaweza kupata ushindi. Kifo kilishindwa na uzima ukaweza kupata ushindi. Nahodha wako ni mimi Andrea Amos Masanja. Utakuwa nami katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu. Tumekuwa na safari ya takriban wiki kadhaa hivi tukitazama katika safari ya msalaba ama safari ya Golgotha, mzigo mzito ambao Yesu aliweza kubeba, mzigo wa msalaba hadi kufika kusurubishwa pale msalabani. Tumepita na tukaangazia mambo mengi zaidi, haswa tulitazama namna jinsi marafiki wa karibu ama watu wanaokuzunguka, maumivu unayopitia wanapokusaliti ama kukugeuka. Tukamtazama Petro, lakini pia tukamtazama Yuda, na hatukuishia hapo. Tukaenda zaidi kwa kutazama watu ambao waliweza kujitoa na kubeba msalaba wa Yesu katika mateso aliyokuwa akiyapitia, na huyu si mwingine ni Simoni wa mjini Kirene, ambaye pia tuliweza kumtazama kwa upana zaidi, na tukaenda moja kwa moja kwa kutazama kitu kingine, asili ya Pasaka. Pasaka ilianza wapi na iliweza kufikia wapi? Na siku ya leo imekuwa Jumapili ya pekee kabisa, ambapo ndipo tunaenda sasa kuitazama sherehe hii ama siku ambayo watu wengi waliweza kuisubiri kwa hamu katika kupita katika nyakati mbalimbali za maombi na kufunga, lakini kila jambo lina wakati wake, na huu ndio wakati sasa wa wewe kushangilia na kufurahia uwepo wa Bwana katika maisha yako. Nikualike sasa moja kwa moja kupitia kipindi hiki katika television yako bora kabisa Star TV, ambapo pia nakujia kile ifikapo Jumapili kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 3 kamili, na uende kule YouTube kwa sasa uandike Amka Tumsifu Mungu ama Habari Star TV, nako huko utaweza kubarikiwa. Leo ni naye mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni mchungaji Boniface Steven kutoka EAGT kanisa la Bujora hapo. Tuko naye hapa kwa ajili ya kuweza kupata mambo mengi zaidi na kujifunza na kutufunua zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekiandaa kupitia meza zetu hapa za kipindi Amka Tumsifu Mungu. Na leo tutaenda kujadili mada nzuri kabisa yenye ujazo wa Roho Mtakatifu, mada inayosema kaburi li wazi linamaanisha nini kwa maisha ya mwanadamu. Kaburi li wazi linamaanisha nini kwa maisha ya mwanadamu? Ndio mada ambayo tutakuwa nayo kwa sasa, tutatililika katika mfululizo huo wa kwenda kufahamu zaidi katika kilele cha Easter Sunday. Karibu sana. Langu jina ni Andrea Amos Masanja. Niweze kumwalika mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tunauona ushindi wa Kristo. Kabisa tunauona ushindi wa Yesu Kristo ukiwa mkubwa na ukiwa mkuu. Amen. Unatutangulia, unazidi kutupa uweza na nguvu. Amen. Hai. Na ni mara yako ya kwanza kuweza kushiriki nasi ama kukaa nasi katika meza zetu hapa? Kabisa. Naiona neema juu yangu. Unajisikiaje katika wimbo huu na imekuwa ni siku njema ya Pasaka? Yaani kwa hilo mtumishi wa Mungu kwangu ninaweza kusema ni sawasawa Bartimayo kuachiliwa macho kuona. Amen. Naiona neema kubwa sana Mungu kunipa kibali kufika kwenye vyombo vizuri vya Star TV, nikaweza kusema habari njema za Yesu pamoja na nyinyi. Kiukweli ni washukuru ninyi, ila nimshukuru pia Mungu sana sana kwa nafasi hii. Amen. Tulikuwa tukipita katika safari ya msalaba na tuliweza kuzungumza mengi na watumishi mbalimbali ambao tumekuwa tukiketi nao hapa. Kwa sababu unajua ni mara yako ya kwanza na nimekukaribisha sana. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Kuna watazamaji sasa wanatutazama, najua ni wakati mpya, ni wakati wa ushindi katika wengine wanaita Easter Sunday, ya Easter Sunday. Ningependa uweze kutufungulia kipindi hiki kwa njia ya maombi kama mbaraka pia katika sikukuu hizi za Pasaka. Hilo ni jambo jema, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme, Mungu wa uzima, kwanza ni kushukuru kwa kutupa nafasi hii ya majira na masaa haya kuwepo kwenye vyombo hivi vya Bwana vya Star TV
ili mfalme wa uzima tupate kusema kuhusu habari ya ufalme wako. Nikushukuru kwa ajili ya watumishi wa Mungu hawa walioandaa kipindi hiki. Nikushukuru kwa ajili ya watazamaji wetu wanaotazama nyakati hizi. Wacha Roho Mtakatifu uonekane. Ujue kusudi lako na neema yako Baba isinyamaze. Kile ulichokuwa umekusudia kwa ajili ya watoto wako uliowaumba kwa sura yako Bwana, kikamwendee katika kila mmoja kwa ukamilifu wake. Wala yule adui ibilisi shetani aibaye na kupindisha asiwe na mamlaka wala sehemu katika jambo hili, bali utukufu wa jina lako peke yako Mungu, kupitia yale tutakayozungumza mahali hapa, Jehova mfalme wa uzima, yakanenewe nguvu ya uzima na kuleta mlango wa kufunguka, ili watoto wako Bwana wakauone utukufu wako. Ni kwa nini wewe ulikufa, na ni kwa nini wewe umefufuka, na ni kwa nini lile kaburi Bwana lilibaki li wazi. Kupitia Roho Mtakatifu Mungu, nenda ukatufundishe. Tunayaomba hayo machache tukiyakabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mchungaji, kuna wengi zaidi kwa sasa wanakufuatilia. Na kwa utambulisho ambao tuweza kukutambulisha, na imani unaweza kujitambulisha kwa upana zaidi kabisa ya pale tulivyotambulisha. Asante. Kwa majina yangu ni kama mtumishi wa Mungu alivyotangulia kusema, ninaitwa Boniface Steven. Ni mchungaji wa kanisa la EAGT, The Evangelistic Assemblies of God. Amen. Ninachunga kanisa lililoko pale Bujora Kisesa, na pia ni mwendeshaji wa jukwaa la ndoa ya Mungu. Mwendeshaji wa jukwaa la ndoa ya Mungu, jukwaa ambalo linazungumzia habari ya msingi wa ndoa katika Mungu. Namshukuru Mungu leo kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kutangaza ufalme wake. Ninakaa Kisesa na ninatokea Kisesa. Amen. Amen. Safari tunajua asubuhi ilikuwa ni ndefu kidogo. Safari ya asubuhi tena kwangu sasa. Nilipata kidogo changamoto ya gari, kwa nimekuja barabarani nikiwa na hofu kubwa ya kuchelewa. Lakini namshukuru Mungu nimefika salama. Ndio. Na Mungu amenipa neema hii tena. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na sasa tuelekee moja kwa moja katika shina ambalo leo tunaenda kulizungumza hasa kwa upana zaidi, ukiwa ni mchungaji ambaye umesimama na kunena katika majukwaa mbalimbali kuhusiana na mada hii ambayo inasema kaburi li wazi. Linamaanisha nini kwa mwanadamu? Je, kaburi hili katika mtazamo wa kibiblia lina mtazamo upi na lina ujumbe gani kwa kanisa la leo na kwa Wakristo wa leo ama wasafiri kwenda mbinguni? Amen. Kwenye habari ya kaburi li wazi, ni jambo ambalo lina maana kubwa sana kiroho. Yesu tangu kusulubiwa kwake mpaka umauti wake mpaka na kwenda kaburini anazikwa, haikuwa ni jambo la fashion. Halikuwa tukio la kawaida. Kila tendo lililotendeka katika ile safari nzima ya ukombozi wa mwanadamu lilikuwa na tafasiri katika ulimwengu wa roho, na lilikuwa na fundisho katika maisha ya Mkristo wa leo. Amen. Kwa hiyo Yesu hakupelekwa msalabani kwa namna tu ya kibinadamu, kwa namna tu ya kawaida. Hapana. Kulikuwa na maana kubwa sana, na kulikuweko na kazi iliyokuwa inafanyika. Kulikuweko na ratiba kamili na kusudi kamili la Mungu kwamba lazima afike ndani ya kaburi, na lazima akae kwa kipindi kilichokuwa kimekusudiwa. Kwa hiyo hata masaa na siku ambazo Kristo alikaa ndani ya kaburi pia kulikuwa na maana yake. Lakini kwa kuwa leo tunazungumzia kwa nini kaburi, tena kwa nini kaburi lilikuwa wazi, kwa sababu katika hali ya kawaida ya kibinadamu pakizikwa mtu mahali alafu kesho tukapita tukalikuta lile kaburi liko wazi, hilo ni jambo la kushangaza. Ni jambo ambalo hata vyombo vya usalama vitataka kupika mahali hapo kushuhudia kaburi la mwanadamu aliyezikwa mahali hapo liko wazi. Lakini ili mtazamaji wetu na msikilizaji wetu aelewe vizuri kwenye mada yetu hii, kwa nini kaburi li wazi, ni vizuri kwanza tukajaribu kutazama maana ya kawaida ya kaburi. Maana ya kawaida ya kaburi. Kaburi katika mtazamo wa kawaida ni mahali panapoashiria mwisho wa jambo fulani. Ni mahali panapoashiria
mwisho wa safari wa historia ya mwanadamu, kwamba mwanadamu tangu kuzaliwa, kuishi kwake, anapofika hali ya kuingizwa kaburini, maana yake tunasema ya kwamba anafunga ukurasa wake hapa duniani. Maana yake kwamba, kwa maana rahisi, ni kwamba kaburi ni mahali pa mwisho pa jambo, ni mahali pa mwisho pa maisha ya mwanadamu. Anapofika kaburini, ukurasa wake umefungwa, ukurasa wake hauna namna tena ya kuendelea. Yaani hakuna chochote tunaweza kuzungumza tena baada ya mtu kuingia kaburini. Ndio maana kabla hajaingia utasikia tunasema tumtazame mara ya mwisho. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba baada ya ile moment ya kumtazama, kitakachofuata pale hakuna tena nafasi nyingine ya kumtazama. Sasa kwa nini Yesu anakwenda kaburini, na kwa nini kaburi la Yesu haliwi mwisho tena, linabaki liko wazi? Hilo ndio jambo ambalo limebeba maana kubwa katika maisha ya Mkristo, na ili tuweze kuelewa vizuri hapa kwamba tunapozungumzia kaburi la Yesu Kristo liko wazi, kuna mambo makubwa mawili ambayo ni lazima tuyatazame, ambayo ndio yanatupa maana halisi ya kutujuza, ya kutufundisha kwamba ni kwa nini Yesu alipokufa pale msalabani na alikuwa amekwisha kusema yote yamekwisha, maana yake ilikuwa imekwisha kumalizika. Kulikuwa na sababu gani tena ya kupelekwa ndani ya kaburi? Na ili hali alikuwa ameshatangaza kumalizika kwa kila jambo, alikuwa amekwisha kutangaza kumalizika kwa kila jambo, lakini bado tunaiona safari ya kwenda kaburini, bado tunaiona safari ya kaburi kuwa wazi. Maana yake kumbe kulikuwa na jambo la ziada. Sasa ili tuelewe hapa, kuna mambo makubwa mawili ni lazima tupate kujua, ni lazima tupate kujifunza juu ya mambo mawili. Jambo la kwanza, kilichomfanya Yesu Kristo kuliendea kaburi ni kwamba kulikuwa na mambo ni lazima yadhibitishwe kufika mwisho. Kama ambavyo mwanzo nimeanza kukueleza ya kwamba moja ya maana ya kaburi ni kikomo, ni kufika kikomo kwa jambo fulani. Kwa kuna mambo ambayo ili yaweze kufika mwisho yalimpasa Kristo kuyadhibitisha, kuyatangaza kwa ushuhuda kabisa wa namna ya kawaida ya mwanadamu alivyozoea kukaa na kuishi, kwamba jambo hili mwisho wake ni huu. Kwa kwenda katika kaburi ilikuwa ni moja ya kanuni ya kiroho, ilikuwa ni moja ya njia ya kiroho ya kutangaza kwamba kuna mambo yalimpasa, yaliyomfanya Kristo kuacha kiti cha enzi kuja katika ulimwengu wa mwili wa damu na nyama, kwamba yanafika mwisho. Kuna mambo ambayo ilipaswa yafike nini? Mwisho. Na kuna mambo ambayo yalipaswa yaendelee, kwamba kuna mambo yalipaswa yafike mwisho na kuna mambo yalipaswa yaendelee. Na yule ambaye alikuwa na mamlaka, aliyekuwa na nguvu ya kuyafanya yenye kufika mwisho yafike mwisho, ndiye yule ambaye alikuwa na mamlaka, alikuwa na nguvu ya kuyafanya yale mengine yapate kuendelea. Sasa ili uelewe vizuri, ni vizuri kufahamu, tutazame ni mambo gani kwa sehemu yalipaswa kufika mwisho. Pamoja ni kwamba yalikuweko mambo mengi yaliyopaswa kufika mwisho, lakini kwa kipindi chetu leo tulicho nacho tuangalie machache ili mtazamaji wetu aelewe vizuri. Tuangalie mambo machache ambayo kupitia Yesu Kristo kuingia kaburini, kulazwa kaburini, kukaa kaburini, ni mambo gani yalifika mwisho. Nimesema yako mambo mengi yaliyopaswa kufika mwisho, lakini leo tutaangazia machache miongoni mwa hayo mengi, ila pia tutaenda kutazama ni yapi yaliyotakiwa sasa yaendelee baada ya yale kufika mwisho. Kwa sababu kuna mambo ambayo kama Kristo asingeyadhibitisha ukomo wake, asingedhibitisha mwisho wake, asingedhibitisha kumalizika kwake, basi kuna mambo ambayo kusingelikuwa na mwanzo wake, kusingelikuwa na kuendelea kwake. Kwa hiyo Yesu anakwenda kaburini kwa ishara ya kwamba kuna mambo yalipaswa kufika mwisho na kuna mambo yalipaswa kufunguliwa kuendelea. Ni jambo ambalo ni la kihistoria katika maisha ya Mkristo. Ni vizuri kuelewa jambo lolote ili liingie katika hali ya kihistoria, ndani yake lazima kuwe na umaana mkubwa. Haliwezi kuingia kwenye historia, kwenye matukio ya kihistoria kama ndani yake
kulikuwa hakuna umana. Ule umana ndio unaofanya kwamba hata kama ni katika makumbusho ya kawaida ya kibinadamu ambayo hata ndani ya nchi zetu za Tanzania yapo, mambo yale yanayowekwa mle ni kwamba yana umuhimu wa kukumbukwa. Leo historia ya ukombozi wa nchi yetu ya Tanzania inaingia kwenye historia kwa sababu gani? Ni muhimu kukumbuka kwamba nchi yetu ilikombolewa kutoka wapi. Kwa hiyo tunaposema habari za kufa na kufufuka kwa Kristo, ni jambo ambalo lina maana kubwa sana katika maisha ya Mkristo. Kwa ni moja ya jambo ambalo limepaswa kuadhimishwa ili likumbukwe kizazi na kizazi. Kwa nini tuwepo mahali hapa kama majira kama haya? Kwa nini tuweko na muda mwingi, pawepo na kufunga, pawepo na kuomba, pawepo na mambo maandalizi mengi makubwa, kuweko na kuandaa sadaka, kuweko na kuandaa chakula, kuweko na kuandaa mambo kadha wa kadha. Lengo na kusudi ni kuzifanya akili ya mwanadamu, ambayo Biblia inadhibitisha, inasema ina asili ya kusahau. Sasa kwa kuwa ina asili ya kusahau, Mungu anaruhusu pawepo na kumbukizi ya kuweza kukumbuka kwamba jambo hili la Kristo Yesu kufa, kwenda mpaka ndani ya kaburi na kushinda na kufufuka ni jambo linalopasa mwanadamu kulikumbuka. Sawa kabisa, ni jambo ambalo anapaswa mwanadamu kulikumbuka. Na kuna wengine, je, wanalichukulia kama nguvu tu ya kawaida ya kihistoria katika maisha haya ya kila siku, kama kitu cha kawaida tu, kwamba ni sherehe imefika, tutasherehekea Pasaka na maisha yanaendelea. Ni wapo kabisa, kundi hilo lipo na lipo kwa ukubwa, na sababu zinazoletezea kundi hilo kuwepo, moja ya sababu ni mafundisho kuwafikia watu kwa usahihi, kwamba mafundisho ya umuhimu wa hili jambo haujafikia watu kwa usahihi. Kwa hiyo kuna kundi ambalo linaweza kujikuta linachukulia jambo hili kwa namna ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa uelewa sahihi juu ya jambo hili. Ndio maana mwandishi wa Ibrania anaandika, anasema tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii. Kinachosababisha mtu aweze kutambua uthamani wa kitu ni ile kuelewa uthamani wake. Leo hii wewe kwa mathalani nikichukua hii simu yangu nikakupa, pengine kwa kuwa hujajua uthamani wa hii simu, unaweza ukawa na utunzaji na umakini mdogo kwenye hii simu. Kwa nini? Kwa sababu unajua hii thamani yake. Lakini the moment tutakapotambua thamani ya kile ulicho nacho, ndio the moment ambayo unaweza kupata ni namna gani ya kukitunza na kukithamini. Kwa hiyo moja ya kundi lililopo ambalo linachukulia kawaida jambo la Pasaka ni kukosa ufahamu kwamba ni jambo gani hili tunaloliendea, tunalolifanya. Kuna wengine ni Wakristo kabisa, wako ndani ya makanisa, lakini bado hawajapata kufundishwa kwa usahihi umuhimu wa jambo hili la Pasaka. Lakini wengine ni kutokana na mapokeo. Yaani mwingine alizaliwa akakuta linasherekewa na hakuwahi kupata muda wa kufuatilia. Kwa hiyo yeye ameendelea kuingia kwenye kundi la mkumbo, anaendelea tu kusherekea kwa sababu alizaliwa akakutana nalo linasherekewa. Kwa hiyo ile hali ya mapokeo imefanya ndani ya watu kupunguza uthamani wa kile ambacho Kristo Yesu alikusudia. Lakini nimaliza, sababu ya tatu inayoweza kusababisha jambo hilo ni upinzani wa adui. Ni upinzani wa adui, kufunga fahamu za watu. Biblia inasema yuko adui anayeweza kupotosha, yeye akafunga fikra, kafunga mtu kutokuona umuhimu wa kufuatilia mambo kama haya. Kwa hiyo ile kufungwa kiufahamu kwa sababu ya hila za adui, lengo na kusudi ni kwamba anajua kwamba akifunga ufahamu wako, usherekee bila kujua kile unachokisherekea, usherekee bila kujua thamani ya kile unachosherekea, hakitaleta matokeo katika maisha yako. Kwa hiyo huko pia mpango wa Ibilisi, adui ambaye pia anakusudia kuwafanya watu wa Mungu wasiweze kupata kile ambacho Mungu alikusudia katika kumbukizi ya kufa kwake na kufufuka kwake. Amen. Shukrani sana mchungaji Boniface Steven. Najua unafafanua kwa upana sana na natamani watu waelewe. Kwa msisitizo kabisa. Na natamani watu waelewe. Kabisa natamani watu waelewe. Wasitumie hii siku kama siku ya anasa. Wasitumie siku kama siku ya kujifurahisha. Waelewe kuna kitu Kristo aliweza kukusudia kwa ajili yao.
Maana kila wakikijua utaona kinatengeneza njia kwao. Ndio utaona watu wanakuja na ushuhuda wa matendo makuu ya Mungu. Ndio utaona watu wakifurahia kuwemo ndani ya Kristo. Tofauti na hapo, tutakuwemo ndani ya Kristo limradi, lakini tukilielewa lile kusudi ambalo Kristo alikusudia, tutaona neema ya matunda ya Kristo wetu kufa na kufufuka. Amen. Kwa yule mtazamaji pia ambaye unatamani kuweza kushiriki nasi katika mjadala huu makini kabisa na mpana, basi wanaweza kushiriki kwa kupitia namba hiyo ya simu ambayo unaitazama kwenye television yako kwa 0693 852 814 0693 852 814. Hiyo ni namba ambayo itakufanya wewe basi uweze kutuma ujumbe wako ama swali lolote ambalo unahitaji kumuuliza mtumishi wa Mungu na mchungaji Boniface Steven, na pia nao wataweza kulijibu. Na kama una maoni yoyote kuhusiana na mjadala huu, basi shiriki basi nasi na tuweze kubarikiwa nawe katika sikukuu hii ya Pasaka ama Easter Sunday, kwa kufahamu namna jinsi ambavyo Mungu ameweza kukutendea makuu katika msimu ule uliopita wa maombi na mfungo. Na sasa umeleza ilikuwa ni hatua ya 3 kuhusiana na waumini kuichukulia kama ni kitu cha kawaida, kama sherehe tu za kawaida. Lakini hapo nina swali moja ambalo natamani pia nifahamu zaidi. Licha ya kaburi kuwa wazi na Yesu Kristo damu yake kamwagika pale msalabani, tunaona waumini wapo wengi makanisani na tunatazama Biblia inavyofundisha vizuri, wachungaji wanasimama wanatoa neno vizuri kama wanavyofafanua. Kwa nini sasa waumini wengi tumejawa na hofu na kutokujiamini na kukata tamaa kwa yale ambayo tunayatenda, licha ya kwamba Yesu Kristo aliweza kutufia pale msalabani? Moja ya sababu ya kwamba wachungaji ni kweli wanafundisha na kuna majukwaa mbalimbali yanayojitoa kufundisha juu ya habari hizi. Kwa mfano hata wewe hapa unaeleza kwamba si leo, una muda mrefu ukiwa mnazungumzia juu ya habari hizi, lakini ni kwa nini pia kuna waumini ambao bado hawajafahamu juu ya umuhimu wa hii Pasaka? Sababu kubwa bado ni ile ambayo inaelezwa kwenye Marko. Ile Marko sura ya 4 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, anakuelezea juu ya habari ya kwamba juu ya ile mbegu iliyopandwa, nyingine kaanguka njiani, nyingine kaanguka kwenye udongo usio na rutuba, nyingine kaanguka katika miba. Lengo na kusudi pale ni kwamba lile neno watu wengi wanaposikia huwa kuja namna ya mbinu za kishetani na kuliiba na kuliondoa ndani ya watu. Lengo na kusudi, shetani hataki kulijua kweli. Maana shetani anajua ukiishika kweli wewe, msemo wa watoto wa mjini wanasema umetoboa ukijua ile kweli. Kwa pamoja na kwamba wachungaji wanafundisha, hata hapa lepo tulipo ni kwa ajili ya mafundisho, lakini bado ni kwa nini kuna kundi kubwa, si dogo, kubwa ambalo bado halielewi, halishiki ile kweli ya Mungu. Sababu ni kwamba bado adui Biblia inasema usimpe shetani nafasi. Bado mwanadamu kwa namna moja ama nyingine anamruhusu shetani aweze kuyataki maisha yake. Kwa sababu anapomruhusu shetani anaweza kufanikiwa kuiba kile ambacho kimepandwa ndani yake, ambacho kinaweza kumpa matokeo yenye ushindi. Yanaweza kumpa matokeo yenye ushindi. Amina. Amen. Natamani tuende moja kwa moja sasa katika vifungu vya Biblia ambavyo pia vinatuonesha katika sherehe hii ya sikukuu ya Pasaka, tunapokuwa tumekaa tumetulia tukisherehekea kwa kutafakari ukuu wa Mungu na si kwenda labda kuchukulia kama sherehe ya kawaida, kama sikukuu ya mwaka mpya, kunywa, kulewa na kuvaa na kula. Ndio. Sasa tumishi wa Mungu, ili tuweze mtazamaji aweze kuelewa vizuri, tuweze yule anayetutazama ambaye pengine yeye alikuwa amechukulia ni hali ya kula na kusherekea na starehe zingine, ili aweze kwenye mindset yake kuweza kujengeka kitu, ni vizuri sasa tukarudi kwenye kuyatazama yale mambo makubwa mawili, kwamba ni mambo gani yalikusudiwa katika kufa na kufufuka kwa Kristo yafike mwisho, na ni mambo gani yalikusudiwa kuendelea. Tukielewa kwenye haya mambo makubwa mawili, itakuwa imemjengea mtu msingi mzuri sana wa kuweza kutambua kwamba kumbe jambo hili tunalolisherehekea leo la Pasaka, ambalo limebeba mfumo mzima ama maana nzima ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, lina maana gani?
kwa sababu tunaposema Pasaka, mtu mwingine anaweza kusemea ni ile siku ya tatu ya Yesu kufufuka, lakini tunapoongelea Pasaka kwa wepesi, kwa maana rahisi, ni mchakato mzima wa ukombozi wa mwanadamu. Mchakato mzima wa ukombozi wa mwanadamu ndicho kinachotuzalia Pasaka, tangu kutabiriwa kuzaliwa kwake, kuzaliwa kwake, kukua kwake, kutenda huduma yake, shughuli alizozifanya katika huduma kipindi chote akiwa na wanafunzi na makutano mengine, hata mpaka kukamatwa kwake, kusulubiwa msalabani, baada ya kusulubiwa kwenda kuzikwa, na mpaka kufa na kufufuka. Kwa hiyo ule mlolongo wote mzima ndio unaotengeneza maana halisi ya Pasaka. Ndio unaotengeneza maana halisi ya Pasaka. Ukizungumzia Pasaka tu kwenye kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu, bado unaweza kumfanya mtu asielewe uthamani kamili wa Pasaka. Ashukuriwe Mungu kwamba hata kabla hatujafika kwenye kuzungumzia habari ya kaburi li wazi, tayari huku nyuma kumezungumziwa habari ya msalaba. Maana yake kumezungumziwa safari, kwamba hii safari ya kufa na kufufuka kwa Yesu kuleta ukombozi wa mwanadamu haijaanza tu hapa, ilianza tangu kutabiriwa kwa Yesu kuendea msalaba, mateso yote aliyopata pale msalabani mpaka kufa na kufufuka kwake. Sasa kwa nini Yesu Kristo kwanza anapelekwa kaburini? Hapo ndipo kwanza tuanze kuelewa hapo. Kwa nini? Kwani si alikuwa ameshasema yote imekwisha? Kwa nini habari isingeishia pale? Ukurasa usingefungiwa pale? Kwa nini bado anakamatwa, anapelekwa wapi? Kaburini. Na bado yuko kaburini, hapajaishia tu. Naona ukurasa mwingine unafunguka. Sababu ni kwamba kuna mambo ambayo yalitakiwa yafike mwisho, na moja ya jambo lililofika mwisho kupitia kaburi, moja ya jambo lililofika mwisho kupitia kaburi ni mwisho wa nguvu ya dhambi. Mwisho wa nguvu ya dhambi. Kabla Kristo hajauendea msalaba kubeba dhambi zetu, maana ndani ya msalaba alibeba dhambi zetu, lakini ndani ya kaburi alipokea ushindi wa dhambi. Msalabani alizibeba, anazipeleka mwisho, mahali ambapo pana ukomo, panapomaliza sasa. Yani amezichukua kwetu, lakini kama akizichukua kwetu na baki akabaki nazo, maana yake zitaendelea kutenda kazi. Panatakiwa kuzimaliza, panatakiwa kuziteketeza, kwamba zifike kikomo, zisiendelee kutenda kazi. Sasa moja ya jambo lililopaswa kufika mwisho likamilishe kazi yake ya kuja hapa duniani ni pamoja na kupata nguvu, kuivunja nguvu, kuimaliza nguvu ya dhambi. Kabla ya kaburi, kabla ya Kristo, tangu msalaba kuendelea kwenda hadi kwenye kaburi, wewe na mimi tulikuwa hatuna uwezo wa kuishinda dhambi kwa namna yoyote. Mwanadamu alikuwa hana uwezo wa kushinda nguvu ya dhambi. Nguvu ya dhambi ilikuwa na mamlaka, ilikuwa na nguvu, ilikuwa na uwezo wa kumtawala na kumwendesha mwanadamu kwa namna yoyote ile iwezavyo. Lakini baada ya Kristo kuendea kaburi, alipoenda ndani ya kaburi, moja ya jambo lilifanyika ni kuizika ile nguvu ya dhambi, ni kuinyamazisha ile nguvu ya dhambi, ni kuipa mwisho wa uhalali wake, kuiondolea haki, kuiondolea uwezo wa kutenda kazi, kwamba sasa baada ya hapo ndo mwanadamu anapata nafasi ya kuweza kushinda dhambi. Leo hii tuna uwezo wa kuishinda dhambi, na tukasema sisi tu juu ya dhambi kwa sababu dhambi ilifika mwisho. Tuone kwenye maandiko kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 15 na ule mstari wa 17. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 17. Biblia inasema hivi, nisome hapa. Biblia inasema hivi: na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure. Mungalimo katika dhambi zenu. Kwamba kama Kristo hakufufuka, bado sisi tungelikuwa katika nguvu ya dhambi, bado sisi tusingelikuwa na uwezo wa kuishinda nini? Dhambi. Ndio anasema kama Kristo hakufufuka, imani yenu ya kuamini kwamba mmeishinda dhambi ni bure. Ndio. Hali yenu ya kusema nyinyi leo ni wateule wa Mungu ni bure. Ndio. Hali yenu ya kusema nyinyi ni wana wa Mungu ni bure. Kwa nini? Kwa sababu bado tungelikuwa katika lile wimbi la dhambi, bado tungelikuwa katika ile namna ya dhambi. Lakini kwa kuwa alikwenda kaburini na akafufuka, ile nguvu iliyokuwa imetuweza kutukamata, kutugandamiza, kututumikisha katika dhambi, ile nguvu inakatika, ile nguvu inashindwa,
ile nguvu inaanguka. Moja ya jambo kwa nini Kristo anaenda kwenye kaburi ni ili kufikisha mwisho nguvu na mamlaka ya dhambi dhidi ya mwanadamu. Mwanadamu apate uwezo, apate na mamlaka ya kuweza kuitawala dhambi na si dhambi kumtawala. Ndio maana pasipo Kristo ndani yako huna namna ya kuitawala dhambi, lakini the moment Kristo anaingia kwenye maisha yako una uwezo wa kuitawala dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Hilo ni jambo la kwanza, kwa nini Yesu anakwenda katika kaburi. Sawa. Na hilo ni jambo la kwanza. Najua tutaenda katika jambo jingine pia. Kabisa. Ngoja nitazame, huyu ni watazamaji hawa pia wana maswali kadhaa ambao pia wanahitaji kuyafafanua zaidi kabla hatujatoka katika jambo hili la kwanza kuna jambo jingine la pili. Huyu anasema kwamba anaitwa Yohana Mwitondi, anasema swali langu, kwa nini mtumishi wa Mungu kwa nini watumishi wa Mungu watu wamekosa hofu ya Mungu sana? Kwa nini watu wamekosa hofu ya Mungu sana? Anatokea Bukondo, Geita, huyu ndilo swali lake hivyo. Anauliza kwa nini watu wa Mungu wamekosa hofu sana. Anaongelea hofu ya Mungu. Ndio. Kwamba ndani ya kizazi tulicho nacho watu wengi ndani yao hofu ya Mungu imekosekana. Amen. Moja ya sababu ni kwa nini hofu ya Mungu kukosekana kwa watu ndani ya watu, ni vizuri akafahamu tuko katika nyakati za mwisho. Tuko kwenye nyakati za utimilifu wa unabii. Kwamba ilitabiriwa kwamba katika nyakati hizi watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, watu watakuwa wenye kupenda dunia. Kwa hiyo na adui shetani yuko katika kazi, anafanya kazi na anafanya kazi katika hali ya uweledi mkubwa sana, Kwenye kile kitabu, naomba tulisome ili andiko tunapojaribu kumjibu mtumishi wa Mungu hilo swali. Kwenye kile kitabu cha waraka wa pili wa Petro, kuna jambo liko hapo. Waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 2, na nitaanzia ule mstari wa kwanza. Sawa? Biblia hapa inasema hivi. Tutasoma hapo. Biblia inasema hivi kwamba lakini kuliondokea manabii wa uongo katikati ya wale watu, kama vile kwenu kutakao kuweko walimu wa uongo, watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa upotevu. Kuna neno nataka alishike hapo, mtumishi wa Mungu anayetutazama. Anasema watakaoingiza kwa uelevu. Kwa nini saa hizi hofu ya Mungu ndani ya watu wengi imepungua? Ni vizuri kuelewa kwamba moja ya kisababishi cha kusababisha hofu ya Mungu ipotee ndani ya watu ni kwamba adui anatumia mbinu ambazo ni za hali ya juu sana, ni za uelevu wa hali ya juu sana. Kama ni elimu ya upotoshaji, yani inaweza kuingia ukajikuta wewe umepotea bila kujua kama umepotea. Kwa mfano, siku moja nimemsikia mtu mmoja anafundisha tena kwenye media kubwa tu, anazungumza, anasema hivi, unapokuwepo katikati ya kusanyiko kubwa, hasa pengine yuko rais ama yuko kiongozi wa kiserikali, na ukapewa nafasi ya kuomba, usiombe kwa kulitaja jina la Yesu. Umenielewa vizuri? Anakwambia, anaelezea, anatumia habari ya kiprotocol na zile mantiki za kuzungumza ama kuongea ukiwa mbele ya kiongozi mkubwa. Sasa hebu anza kujiuliza, kwani palipo na rais mimi nimepewa nafasi ya kuomba, mpaka nipewe nafasi ya kuomba? Si wao nipa nafasi ya kuomba amenijua mimi na muamini Kristo. Kusimama mbele yao nikamtaja Kristo, wapi kuna kosa? Wapi protocol imevunjwa? Lakini kusudi ni kwamba kulipunguza uthamani wa jina la Yesu, kwamba kuna mahali alipaswa kutajwa. Kihalisia jina la Yesu limepaswa kutajwa mahali popote pale. Kama tunaweza kulitaja kwenye chumba cha ICU, mahali panapohitaji utulivu mkubwa, lakini jina la Yesu linatajwa. Kama tunaweza kulitaja tukiwa gerezani, kama tunaweza mahali popote tukalitaja, kwa nini mbele ya kiongozi ambaye na yeye anapaswa jina la Yesu liishi ndani yake tusitaje? Unaona sasa kinachoingia pale ni kwa uelevu. Imeingia pointi ya kwamba ni protocol,
na kwamba uonekane kwamba wewe ni msomi, kwamba ukilitaja jina la Yesu mbele ya wale viongozi, wewe utaonekana kwamba yani kama vile elimu kwako iko kutaja jina la Yesu havihusiani na elimu. Kwa hiyo huo uingizaji wa namna ya uelevu ni moja ya kisababishi kwamba sasa katikati ya kundi la watu wengi tulio nao hawana uelewa mkubwa wa kuweza kuzitambua hizi njia anazozitumia adui kuua hofu ya Mungu ndani ya watu, kukosa ule uelewa sasa wa kuchanganua. Umenielewa vizuri? Kwa mfano, kukosa uelewa wa kutafasiri maandiko kwa usahihi. Ile kitu inaletezea kwamba adui anapata nafasi kubwa ya kupanda mapando yake, na yale mapando ndani ya watu yanaingia na yanatenda kazi, yanaiondoa ile hofu ya Mungu. Sawa kabisa, yanaiondoa ile hofu ya Mungu. Yes. Na kuna swali hapa natamani pia uweze kulijibu, lakini kabla ya swali hilo kulijibu, natamani pia wewe mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa kupitia kipindi hiki tukiwa mubashara kabisa kutoka kanda ziwa Rock City huko Mwanza, Tanzania, ushiriki nasi kwa kupitia 0693 852 814 852 814 0693 narudia tena 0693 852 Tuma ujumbe wako sasa, na kama una swali lolote kuhusiana na mtumishi wa Mungu hapa ili aweze kulifafanua zaidi katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Umeeleza kwa upana sana na namna jinsi ambavyo hofu ya Mungu imepotea, watu wengi kuogopa kulitaja jina la Yesu Kristo katika namna fulani. Katika makaburi ya kisasa ambayo tulionao sisi wanadamu, kama kaburi la Yesu lilikuwa wazi, na ndipo mada yetu ilipojengeka hapo. Natamani kufahamu zaidi na utupe njia halisi ya sisi wanadamu kwa sasa ambao mioyo yetu ina majeraha, lakini pia tuna hofu, dhambi imetutawala katika maisha yetu. Tunawezaje sasa kuyafungua makaburi yetu katika ulimwengu wa sasa ili kuweza kupata hata ufalme wa Mungu? Asante. Na sasa kwa swali lako hapo sasa, labda mtumishi wa Mungu mtangazaji, ungeruhusu nikaeleza haya yatajibu swali lako kwa usahihi sana. Karibu sana. Na mimi kweli ninatamani hata mtumishi wa Mungu anayetutazama ajifunze kitu kikubwa, kwamba anawezaje sasa kupitia kuachwa wazi kaburi la Kristo limeleta ushindi gani katika maisha yake. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, niruhusu twende kwenye jambo la pili lililofika mwisho baada ya ile kaburi, kwa sababu ni vizuri tukaelewa kwamba kuna mambo hayo ambayo hata kwenye maisha yako yalifika mwisho. Kwa mfano, unaona sasa tunagundua kwamba kumbe tunasherehekea kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Moja ya sababu ni kwamba ndio kipindi ambacho sisi tulipokea neema ya kushinda dhambi. Kwa sio jambo la kawaida. Lakini jambo la pili ni kufika mwisho wa mauti ya milele. Kufikia mwisho wa mauti ya milele. Ukumbuke hiki tunasema kifo cha pili. Biblia inataja kama kifo cha pili. Kabla ya Yesu kuendea kaburi, mwanadamu alikuwa hakuwa na haki ya kurithi ufalme wa Mungu. Alikuwa anaelekea katika hukumu ya milele, katika ziwa liwakalo moto. Lakini Kristo anamaliza kwamba kupitia yeye kufa na kufufuka, mimi na wewe tunapokea neema nyingine, kwamba sasa hatuko katikati ya kile kifo cha pili, hatuko katikati ya kifo cha milele. Ndio mwisho wa kile kifo cha milele unafika kwetu. Yesu anakwenda kaburi, anamaliza ile hukumu ya kwamba sisi tungeweza kufa kifo cha nini? Cha milele. Tunapokea hiyo neema ya kwamba sasa tumepata nafasi ya kwamba wale ambao hawatakuwa wamemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao, wale ambao watakuwa hawataamini katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, wao bado mpaka leo tunapozungumza na wewe wanayo hatia ya kifo cha milele, wanayo hatia ya kifo cha pili. Lakini sisi tuliomkubali Bwana kuwa Mwokozi na kwenye maisha yetu, na tumeamini mioyoni mwetu kwamba Kristo alikufa akakaa kaburini na akafufuka, sisi tumeondolewa. Kwetu tumewekewa ukomo kwamba sisi hatuko katikati ya wale ambao wataonja kifo cha pili. Sisi hiyo hali kwetu inafika nini? Mwisho. Kitabu kile cha Ufunuo, ile sura yake ya 20,
Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 20 na ule mstari wa 6, nisome hapo. Kitabu cha Ufunuo nazungumzia sababu ya pili ya Yesu kwenda kaburini, kwamba ni kufika mwisho wa nini? Kufika mwisho wa mauti ya pili. Kwenye kitabu cha Ufunuo anasema hivi, huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Maana yake ni nini? Baada ya Yesu Kristo kulifikisha mwisho jambo hilo kwa wale wanaomkiri kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yao, sisi hatumo katikati ya wale ambao wako kwenye hatia ya kifo cha pili. Sisi tunaondolewa kwenye hicho kifo cha pili. Jambo la tatu lililofika mwisho. Tumisha Mungu, unipe tu kama muda nieleze hapo. Natamani watu wa Mungu nielewe, na huku kuna maswali mengi sana watazamaji. Nikimbie hapa nimalize, alafu twende kwenye maswali, alafu sasa niende kwenye ile sehemu ya pili ambayo kimsingi ndio itakayotupa majibu ya maswali mengi pia yanayoulizwa hapo. Lakini jambo la tatu ni mwisho wa nguvu za giza, mamlaka ya nguvu za giza. Yesu alienda kumaliza ile mamlaka ya nguvu za giza, kwamba nguvu za giza zilikuwa na mamlaka. Mimi na wewe tulikuwa hatuna uwezo wa kumwamuru mchawi, tulikuwa hatuna uwezo wa kumwamuru mapepo kwamba toka, yakatoka, kuiamuru yakashindwa. Lakini baada ya Yesu Kristo kuifunga, kuifikisha mwisho ile mamlaka ya nguvu za giza isiweze kuendelea kutenda dhambi, ile kufika mwisho kabisa, sisi tunapata nini? Tunapata mamlaka sasa. Leo hii tunaweza kukemea uchawi, tunaweza kukemea uganga, tunaweza kukemea mapepo, tunaweza kukemea magonjwa kwa namna yoyote ile. Nguvu za kuzimu tunaweza kuzikemea. Kwa nini tunazikemea? Kwa sababu mamlaka yao ilifika mwisho. Mamlaka yao ilimalizwa na Kristo pale kaburini, ilizikwa, ikamalizika. Kwa sisi tulio ndani ya Kristo tunapata neema ya kuweza sasa kushinda nguvu za nini? Wewe usingeweza kushinda uchawi kabla ya Kristo kumaliza uchawi. Kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3, nisome ule mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Anasema hivi, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa nini Kristo anadhihirishwa kufa na kufufuka? Ni ili azivunje kazi za Ibilisi. Sawa. Amen. Amen. Amina. Jambo jingine la kwa nini Kristo anawendea msalaba, ilikuwa ni kutangaza mwisho wa hukumu juu ya walio ndani ya Kristo, kwamba watu waliomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, anatangaza mwisho wa hukumu juu yao. Ukumbuke kwamba baada ya Adam na Hawa kukosea, ilikuwa hukumu juu ya mwanadamu. Sasa Kristo anaiondoa ile hukumu, anafikisha mwisho wa ile hukumu, ili leo mimi na wewe tuliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yetu tunapata neema ya kuweza kushinda. Baada ya kuwa nimeeleza hivyo mtumishi wa Mungu, hayo kwa mfano moja ya jambo lilimalizwa pale kaburini ni habari ya kufikisha mwisho wa utaratibu wa utoaji wa sadaka. Hii ni ya muhimu sana kuieleza. Ukumbuke kwamba baada ya kufa na kufufuka Kristo Yesu, habari ya utoaji wa sadaka ilibadilika. Huku nyuma ulikuwa ukitenda dhambi, ili uhesabiwe kwamba umetakaswa, ulipaswa kutoa mnyama achinjwe. Yule mnyama akiteketezwa ndo analeta wewe kusamehewa nini? Dhambi. Lakini baada ya Kristo kufa na kufufuka, sadaka ya mnyama inafika mwisho, sadaka ya dunia inafika mwisho. Tunabaki na sadaka moja tu ya Kristo Yesu, kuwa ndiye sadaka ya msamaha wetu wa dhambi. Kupitia kufa na kufufuka kwake, leo mimi na wewe haiko dhambi juu yetu.
Sawa kabisa. Leo mimi na wewe haiko dhambi juu yetu. Mchungaji Boniface Stephen, unaeleza vizuri sana. Mungu akubariki sana. Lakini pia bado tuna maswali kwa wale wadau ambao wanatufuatilia kwa sasa na wa karibu sana. Huyu anasema kwamba mchungaji huyo yuko vizuri kabisa. Ni mimi mwinjilisti mstaafu Jonathan Mugeleka. Asante mtumishi wa Mungu. Huyu si mwingine anasema kwamba mtumishi uko vizuri sana, ila Mungu aweze kukubariki sana. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Hosea Elias kutoka Geita. Swali langu linasema hivi, ni kwamba kama Yesu amemaliza dhambi, kwa nini wachungaji na baadhi ya viongozi wengine ambao ni watumishi wanakuwa wanatenda dhambi? Ndio swali lake hilo. Lakini nafikiri utalinakili. Na huyu si mwingine pia anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Huyu anatokea Zanzibar. Anasema kwamba barikiwa na Mungu barikiwa sana. Anasema kwamba naambia naona ujumbe wako hajaweka vizuri, naweza kurudia tena ujumbe wako. Huyu anasema kwamba Mungu aweze kubariki sana mchungaji, na Clemencia kutoka Kigamboni huyu. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Boaz kutoka Mbalizi Mbeya. Kila mtu anahitaji alitaje jina la Yesu Kristo, lakini kama amemwamini akamalizia amina. Na huyu si mwingine, yeye anasema kwamba ninauliza, Pasaka ni kufufuka kwa Yesu Kristo ama ni sikukuu ya mikate isiyochacha? Naitwa Matias kutoka Manyara. Ingawa mada yetu leo mtazamaji hasa tunaangazia kaburi li wazi. Kaburi li wazi inamaanisha nini? Na huyu si mwingine anasema kwamba mtumishi wa Mungu yuko vizuri sana. Nyakati za mwisho ndio maana neno la Mungu au maadili watumishi, ndio maana neno la Mungu na maadili vyote hivyo vimepoa sana. Ufalme umetekwa na wenye nguvu bila jitihada. Huyu anasema kwamba anaitwa Justin Lutambi kutoka Dar es Salaam huyu. Huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Nicholas kutoka Geita. Nina swali, je, kuangalia filamu ni dhambi za Yesu Kristo? Na huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Zawadi Manase, nipo Kibondo. Nampongeza sana mtumishi wa Mungu kwa kuweza kutuelimisha vizuri. Anasema kosa kubwa kwa wale viongozi ni kuendelea kumtumaini Mungu na kumweka kuwa wa kwanza. Ndio swali lake. Huyu anasema kwamba anasema kwamba mchungaji, Mungu akubariki sana kwa kila ambacho umetufundisha. Mimi leo umenifunua nilikuwa sifahamu kuhusiana na kaburi. Lakini huyu si mwingine anasema kwamba ni Mungu aweze kukubariki sana mchungaji. Na huyu anasema kwamba tunabarikiwa na mchungaji Boniface Stephen. Mungu akuzidishie zaidi by Masebo from Kibaha huyu. Nafikiri atakuwa ni swaiba huyu. Huyu anasema kwamba Sabori Mvungi kutoka Mwanga Mlingeni Upareni, huyu mtumishi yuko vizuri sana. Ndivyo alivyomaliza hivi. Na kusema kwamba mtumishi, naomba niulize neno alilosema Yesu amefuta hatia ya makosa yetu yote. Je, hili tunaliwekaje? Ndivyo alivyouliza hivyo. Yesu kufuta hatia ya makosa yetu yote. Na huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Sangawe kutoka Moshi. Mungu aweze kukubariki sana mchungaji Boniface Steve. Na huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe watumishi. Naitwa Baraka kutoka Muganza. Mchungaji yuko sawa, na watakieni heri ya Pasaka. Mungu aweze kuwabariki sana. Na huyu si mwingine anasema kwamba anaitwa Paul tokea Tabora. Mungu akubariki sana kwa neno lako mchungaji Boniface. Na huyu anasema kwamba naitwa Seleman, nipo Unguja. Mtumishi yuko vizuri, naomba baadaye tutaweza kutupa njia nzuri ya kuweza kukufikia. Huyu ndivyo alivyomaliza hivyo. Lakini pia akatoacha na swali, anasema swali, kama Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwa nini hata Yesu akiwepo walikuwa wanakula Pasaka? Na huyu si mwingine tena anasema kwamba mimi naitwa Hosea Elias kutoka Geita. Mungu akubariki sana. Ni kweli Yesu huondoa nguvu za giza. Kwa nini wachungaji wengi na watumishi wa Mungu wanatumia nafasi
sio vyema kutangaza neno la Bwana. Na huyu si mwingine pia anasema kwamba anaitwa Aniseti Silenge toka Perimiho. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweze kukubariki sana sana. Jumbe ni nyingi kwa kweli watazamaji ambazo wanazituma, lakini pia kuna maswali na imani utakuwa umeyapata vizuri, ambao kila mtazamaji pia anatamani kuweza kubarikiwa na kuweza kufafanua zaidi kuhusiana na maswali ambayo umeweza kuyauliza katika mada yetu ambayo inasema kaburi li wazi linamaanisha nini kwa mwanadamu. Kupitia 0693 na 814 0693 814. Tumia namba hiyo ya simu ili uweze kukufikisha hapa tulipo sasa kwa kuweza kutuma jumbe zako kadhaa kwa maswali ama chochote kile ambacho nakiona ni sawa zaidi katika siku ya leo ambapo ni siku kuu pia ya Pasaka. Mchungaji Boniface Steven kutoka Bujola Kisesa pale. Kuna maswali na imani umeyasikiliza kwa uzuri sana. Kuna maswali nimeyasikia, nitakuomba tu mtumishi wa Mungu. Ndio. Kuna swali moja hapo sijalinukuu hapa, lakini natamani sana nilijibu. Nitakusumbua tu, utakuja uyarudie kidogo ili nilipate tulijibu. Kuna mengine yanajijibu kulingana na mafundisho ambayo tayari tumeshafundisha, lakini kuna maswali makubwa kama mawili ambayo natamani niyajibu. Hasa swali la kwanza hili la kusema kwamba ni kwa nini baadhi ya watumishi wa Mungu wanajikuta wanatenda dhambi. Kuna swali mtu ameuliza kwamba ni kwa nini watumishi wa Mungu, wachungaji ama viongozi wa dini mbalimbali anajikuta ametenda nini? Dhambi. Hilo ni swali la muhimu sana ambalo tumepaswa kulijibu. Na ni moja ya jambo ambalo wakati mwingine linasumbua watu sana na linawafanya watu wengine warudi nyuma kwenye habari ya wokovu. Jibu yake sahihi ni kwamba unachotakiwa kupaswa kujua kwamba habari ya kukaa ndani ya utakatifu ni jambo ambalo limempasa kila mmoja aliyemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kulitunza na kulilinda. Haina maana kwamba mimi leo ni mchungaji, kwamba kwa sababu nimefika kwenye nafasi ya uchungaji basi mimi sishindanishwi na adui, basi mimi sikutani na upinzani wa adui, basi mimi sina jukumu la kutunza nini? Ukristo. Pamoja na kwamba mimi ni mchungaji, bado niko katika dunia na niko katika safari. Kuwa mchungaji haimaanishi nimemaliza safari. Kuwa askofu haimaanishi nimemaliza safari. Kinacholeta ushindi ni kufika mwisho wa safari ukiwa umelitunza jina la neno la Kristo Yesu. Yeyote yule ndani ya wokovu anaweza kushindanishwa. Ndio maana leo ukimkuta mchungaji yeyote anakuambia tu kwamba mimi hakuna mchawi anaweza jaribu kuniroga. Hakuna lenki ambayo unaweza kufika ambayo nguvu za giza haziwezi kushindana na wewe. Nguvu za giza zipo na bado zina nafasi ya kushindana na wewe. Kitu cha tofauti ni kwamba ndani yako sasa, wewe uliyemkiri Yesu Kristo, Mungu amekupa nguvu, amekupa neema ya kuweza kuitumia ile neema ukafanya nini? Ukashinda. Lakini kushindanishwa kupo. Amina. Amen. Kwa nini? Kwa nini tusome kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 22, nisome kuanzia ule mstari wa 31. Biblia inasema hivi, akasema, Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile nini? Ngano. Mstari wale wa 32 anasema, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka uimarishe na ndugu zako. Lakini kuna kitu anasema, shetani amewataka apate kuwapepeta kama vile nini? Ngano. Baada ya Yesu kumaliza kila kitu pale msalabani, yani ni kama vile shetani alienda kuomba nafasi nyingine, kwamba Mungu, huyu mchungaji Boni asipitie tu ushindi wa bule wa msalabani, basi tu aingie kwenye ufalme wako. Basi umwache apite katika kujaribiwa, apite katika kusukwasukwa, apite katika changamoto na dhiki za nini? Za ulimwengu. Akistahili kushinda, huyo ndiye aitwa nini? Mshindi. Kila mmoja amepaswa kupita katika kushindana
kupitia ile nguvu na neema ambayo Kristo ameiacha juu yetu ya kuijua kweli na kweli ikamweka huru na akaishika kweli, sasa ndo anaweza kufanya nini? Kushinda. Kwa hiyo kila mmoja sisi katikati yetu, haijalishi ni level gani ya wokovu umefikia, bado unapita katika kushindana. Sasa katika kushindwa hiyo sasa ni namna mtu mwenyewe alivyojiweka karibu na nani? Na Mungu. Ndio. Amina. Unajua kuna tafasiri moja huwa watu wanafikiri kwamba yani mtu akisha kuwa amefika level fulani ya jina fulani, basi anahisi kwamba yeye hawezi kuanguka. Anasema kwenye ule waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 2 mstari wa 20. Anasema hivi, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa. Kuna neno anatumia, kama wakifanya nini? Wakinaswa. Tena na kushindwa hali yao ya kwanza wakishindwa, hali yao ya kwanza imekuwa mbaya kuliko ile, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Anasema hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kuna neno hapo nataka ulishike. Kunaswa. Kunaswa ni kitu kinachotokana na mtego. Huwezi kunaswa kama hakuna mazingira ya mtego. Kinachofanya mtu anaswe ni mtego. Mtego ukiwekwa, amina, mtego ni kitu kinachowekwa katika hali ya kufichwa. Ni kitu kinachowekwa katika hali ya kutowewe kujua. Kwamba ulikuwa unatembea unajikuta umenaswa kwenye ule mtego. Maana yake ni nini shetani anachokifanya? Hata katika utumishi wao, watumishi wa Mungu, amina, wachungaji na mabishop na nini, kinachofanyika adui anaweka mtego. Kupitia ule mtego ambao adui anaweka, unajikuta sasa yule mchungaji amenaswa na ameshindwa kutoka. Shida si kuingia kwenye ule mtego, shida ni kutoka. Unaweza kunaswa, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu na nguvu ya Mungu na kwa kumjibidisha katika Mungu, unaweza kufanya nini? Kutoka. Lakini Biblia pia inasema usimpe ibilisi nafasi. Kwa inawezekana huyo mtumishi wa Mungu, moja ya sababu inamfanya kuanguka ni kumpa ibilisi nafasi. Lakini pia jambo la tatu linaloenda kusababisha mtumishi wa Mungu kutenda dhambi, kuingia kwenye dhambi, ni moja ya jambo kama hujajua kwamba kuna pia neno la kinabii la Kristo Yesu. Kutatokea kwa manabii wa uongo. Hata tukisoma ile kwenye Mathayo 24, 23 na 24. Kutatokea kwa manabii wa nini? Nao watalitumia jina la nani? La Kristo Yesu. Inawezekana alianza vizuri, kufika hapa mbele akavutwa na tamaa, akavutwa na udanganyifu wa dunia, akavutwa kwa kuangalia wenzake pengine walioanza na huduma naye, leo wana waumini wengi, leo wanaendesha magari, leo na yeye akajikuta katika hali ya kibinadamu ameingia kule. Kwa hiyo ni kwamba mtumishi wa Mungu anawezekana kuanguka katika dhambi. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na kwamba ni mtumishi wa Mungu, lakini bado ana sehemu ya ubinadamu ndani yake. Naam. Asante sana. Najua mchungaji una mambo mengi sana kutufunza leo. Amen. Lakini bado jumbe ni nyingi na maswali ni mengi kweli kweli kwa watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa. Na huyu simu anasema kwamba anatokea Monduli kwenye Arusha, anaitwa Yohana. Anasema Mungu aweze kubariki sana, lakini lakini mwingine anasema kwamba mchungaji kweli uko vizuri, Mungu aweze kukubariki sana. Anasema kwamba naitwa Yohana, nipo Kibaha. Nauliza, baada ya kifo cha Yesu Kristo ni kweli sisi tutakufa? Ndivyo alivyouliza hivyo. Ni kweli sisi tutakufa. Tumjibu kabisa mtumishi wa Mungu kabla hujaenda kwamba ni vizuri akaelewa kwamba kuna kufa ambako mwanadamu yeyote lazima atakufa. Kufa ambako sisi tuliomkiri Yesu Kristo tutakufa ni kifo kile cha kuacha mwili kutengana na roho. Hiyo yeyote yule ataonja hiyo mauti, atakufa, mwili kurudi katika mavumbi. Kifo ambacho sisi hatutakufa ni kile kifo cha pili, kifo cha milele. Kifo cha pili maana yake ni nini? Ni kifo cha kumtenga mwanadamu na Mungu milele, kifo cha kwenda jehanamu. Kwamba kile kifo atakaye kifa ni yule ambaye hakumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yake. Sisi hicho hatutakionja, maana tumeokolewa. Nilieleza mwanzo hapo. Sawa kabisa. Unasema kwamba anaitwa Brai, mchungaji endelea hivyo kufanya kazi ya Mungu. Amen. Ndivyo alivyomaliza hivyo. Anasema kwamba je, Pasaka ilivyoanzishwa leo
naona huyu hajaliweka vizuri. Anasema kwamba naitwa Musa Dage, maoni yangu ni kwa nini watumishi wengi hawaisujudu kama inavyotakiwa. Huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe mchungaji, Mungu aweze kukubariki na niwatakie Pasaka njema sana. Huyu anajiita Ibla. Amen. Lakini huyu anasema kwamba mmependeza sana hapo studio, Mungu aweze kuwabariki sana. Amen. Na huyu si mwingine mchungaji, Mungu aweze kukubariki sana kwa kile ambacho nakifundisha siku ya leo, umenifunua. Amen. Huyu ndivyo alivyosema hivyo. Anasema kwamba Mungu aweze kuwabariki sana hapo studio. Anasema kwamba napata vizuri kabisa tangu tulipoanza mpaka tamati tutapofika, niko na nyie moja kwa moja. Amen. Sisi mwingine anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Happiness, niko Buswelu. Anasema swali langu, huyu naona liko nje ya mada kidogo. Alikuwa anauliza Pasaka ni nini na kuna aina ngapi za Pasaka, ingawa mada yetu leo hasa inasema kabuli liwazi inamaanisha nini kwa mwanadamu pia, na swali lake ndivyo hivyo. Tumejibu tu kwa wepesi na kwa ufupi kabisa kwamba Pasaka ni nini. Kwa wepesi tu, kwa maana nyepesi. Kuna aina ngapi kwa uchache sana? Kwa Pasaka ni nini? Pasaka ni ukombozi wa mwanadamu, ni ule mchakato kamili. Nataka nijibu kwa maana nyepesi sana ya fupi. Ni ule mchakato wa kumkomboa nini mwanadamu. Tangu mwanzo nilisema kuzaliwa kwa Kristo, kuishi kwa Kristo, kutenda huduma kwa Kristo, kuendea msalaba kwa Kristo, kufa na kufufuka kwa nini? Kwa Kristo. Anauliza kuna aina ngapi za nini? Za Pasaka. Pasaka iliyopo ni moja tu. Pasaka ni moja tu ya ufufuo wa Kristo, ukombozi wa mwanadamu ni moja tu. Asichanganye. Unajua kuna kitu hata kuna swali liliulizwa hapo kwamba mbona hata Yesu Kristo alisherehekea Pasaka, ili hali leo sisi tunasema Pasaka wetu ni Yesu, si ndio? Pasaka wetu ni Yesu, si ndio? Na huyo mtu akauliza kwamba mbona na Yesu alisherehekea nini Pasaka? Ni vizuri akaelewa kwamba Pasaka ulikuwa ni ukombozi wa mwanadamu tangu kwenye Agano la Kale hata Agano Jipya. Pasaka anayoisherehekea Kristo ni Pasaka ya Agano la Kale, ya ukombozi wa Agano la Kale, ambayo ilikuwa imewekewa utaratibu wa kuadhimishwa wa kukumbuka namna Mungu alivyowatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Kwa hiyo hiyo iliendelea na hata kabla Yesu Kristo hajakamilisha kazi yake ya kuanza kutenda kazi ya Agano Jipya, na yeye bado alitembea. Ndio maana anasema sikuja kuitangua Torati bali kuikamilisha. Maana yake kuna mambo ambayo kupitia kwenye mwenendo uliokuwa unaendelea katika kutoka kwenye Agano la Kale na Yesu Kristo alitenda kwenye ule mwenendo, aliishi. Kwa hiyo aliyafanya mambo yale ambayo kama ambavyo unaona kwamba kuna sehemu inasema akaingia kwenye ndani ya sinagogi, akaenda ndani ya ibada. Kwani kipindi hicho kanisa lilikuwa limeanza? Kanisa silikuwa bado, kanisa la Kristo lilikuwa bado, lakini kuabudu Mungu kulikuwepo, madhehebu yalikuwepo, nyumba za ibada zilikuwepo. Kwa hiyo Yesu naye aliingia kwenye zile nyumba za nini? Za ibada. Kwa hiyo Pasaka isimchanganye. Ile ni Pasaka iliyokuwa inazungumziwa habari ya ukombozi wa nani? Wa Yesu, wa ukombozi wa mwana wa Israeli kutoka Misri, kutoka kule utumwani, ndio Pasaka. Lakini leo Pasaka tunayoizungumza, tunazungumzia Pasaka ya Agano Jipya, ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kwa ajili yetu sisi kizazi hiki, ambao sisi ulimwengu huu sio wale wana ambao walitoka Israeli kusafiri kwenda nchi ya Kanaani. Kwa hiyo Pasaka tunayoizungumza leo ni moja ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na asante sana na imani tayari mtumishi wa Mungu ambaye umeweza kutuma ujumbe wako ama swali hilo, na imani umejibiwa vyema kabisa na mchungaji Boniface Steven. Na huyu si mwingine, anasema anaitwa Sulemani kutokea Arusha Tanzania, kutokea Sanawari Arusha Tanzania. Mtumishi yuko vizuri sana. Amen. Asante. Mungu amjaze upako. Amen. Amen. Napokea. Ndio nimesema hivyo. Anasema kwamba mtumishi wa Mungu ubarikiwe sana. Naitwa Felix Kapinga, natoka Mbinga Kipololo. Na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Alex kutoka Geita. Swali langu ni hili: kama hatuna dhambi, mbona watu wanakufa na kuugua? Mbona watu wanakufa na kuugua? Kwanza ni vizuri akaelewa kuugua hakumaanishi una dhambi. Ndio. Yaani hakuna mahali popote katika Biblia ndio kunakodhibitisha ya kwamba
Leo hii wewe ukifa, ulikuwa una ulemavu wa mguu, ulikuwa na malaria, ulikuwa na kisukari, hauingii mbinguni. Hakuna mahali popote panapodhibitisha. Na hata Biblia inadhibitisha kwamba kuna watumishi wa Mungu walitumika wakiwa na udhaifu. Swala la magonjwa ni swala linaweza kuwa la udhaifu wa kawaida kabisa. Tunamwona Timotheo, Paulo anamwambia utatumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo. Tunamwona Paulo alikaa akiwa na udhaifu wa mwiba. Ule ni ugonjwa. Kwa hiyo kuwa na ugonjwa wa namna ya kawaida ya kibinadamu haimaanishi kuna dhambi ndani yako. Haimaanishi kabisa kuna dhambi ndani yako. Wala magonjwa sio sehemu ya nini kwa mseme ni dhambi. Dhambi ndio. Japo magonjwa yanaweza kupata mlango wa kuingia kwako kupitia dhambi. Aelewe vizuri. Magonjwa yanaweza kupata mlango wa kuingia ndani yako kupitia dhambi. Maana yake wachawi wanaweza kutengeneza magonjwa ya kichawi na wakayatuma kwako, wakafanikiwa yakaingia kwako, pengine hauna mahusiano mazuri na nini na Mungu. Lakini haimaanishi yale magonjwa ndo dhambi. Magonjwa sio dhambi. Magonjwa sio dhambi. Kama ni kwenye ulimwengu wa giza, ni moja ya silaha wanazozitumia ndio kumharibu mtu au kumdhoofisha mtu, lakini haimaanishi ndio dhambi. Nafikiri mtumishi wa Mungu atakuwa anasikia vizuri. Ndio. Lakini pia swala la kufa, hili ni tamko lililotolewa na Mungu mwenyewe baada ya mwanadamu wa kwanza kufanya dhambi. Ndio. Mungu akasema hakika kufa utafanya nini? Utakufa. Na mpaka leo, pamoja na kwamba ameiondoa nguvu ya dhambi, hakutengua kauli ya kutokufa. Na ni vizuri akaelewa kwamba moja ya mlango wa kuingia kwenye ufalme wa Mungu, kwenye makao mapya, ni kufa. Huwezi kuingia kwa Kristo ukiwa na umwili. Huu mwili ni udongo. Lazima ukubali kufa, uache katika nini? Udongo. Ile roho ya Mungu ndio iende kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana akaelewe kwamba kufa hakumaanishi dhambi. Kwamba mtu anapokufa na ni moja ya upotofu mkubwa watu wanaoelewa. Yaani kuna watu ndio maana ukiona 85% tukiwa na msiba, fikra za watu wengi ni kwamba amerogwa. Fikra za watu wengi ni kwamba ameonewa hila. Fikra za watu wengi ni kwamba kuna ni ngumu sana kumwona mtu amelala mauti wakaamini kwamba amelala katika Bwana. Ni Mungu amemuita. Jamani, kufa kupo kabisa, na Mungu anaruhusu watumishi wake tena wenye nguvu, walio njia nzuri, walio watakatifu, hawana dhambi, hawana wala wote, wakafa. Maana ndio moja njia ya kupeleka mtu. Sawa kabisa. Najua mjadala ni mpana kweli na una mambo mengi ya kuweza kuzungumza nasi, lakini pia watazamaji wamechechemaa kweli, jumbe ni nyingi. Unasema kwamba mchungaji uko vizuri sana, Mungu aweze kukubariki. Asante. Na unasema kwamba mchungaji Boniface uishi maisha marefu. Amen. Anasema kwamba huyu anajiita Aniseti Silenge kutoka Peramiho, Songea. Nimekuelewa vizuri sana hapo kwenye kifo, umeongelea vizuri sana mchungaji. Anasema kwamba anaitwa Nova toka Mto wa Mbu, Arusha. Mungu akubariki sana hapo. Mungu awabariki sana hapo studio. Amen. Na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Baba Sara toka Loliondo Waso. Mungu akubariki sana mchungaji Boniface. Amen. Na huyu si mwingine pia, anasema kwamba anaitwa Focus Pula. Kwa nini wachungaji wengi huyu anasema ajaliweka vizuri zaidi. Huyu anasema kwamba anaitwa Richard, nipo Morogoro. Mungu aweze kubariki sana hapo studio. Amen. Lakini huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Yohana toka Kibaha. Mungu aweze kubariki sana. Amen. Lakini huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Samsoni kutokea Mganza. Mchungaji umetufunulia sana, na watakia Pasaka njema. Amen. Na huyu si mwingine pia, anasema kwamba anaitwa Samueli kutoka daraja. Naitwa Samueli. Mungu aweze kubariki sana mchungaji. Somo limenigusa kwa kweli. Amen. Na huyu si mwingine, anasema kwamba barikiwa sana mchungaji Boniface. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu barikiwe sana kwa ujumbe mzuri. Amen. Anajiita Bariki Kayando toka Ibale Kiela, Mbeya. Huyu ndiko anakotoka. Huyu anasema kwamba Pasaka ya kwanza
ilikuwa wapi? Mungu aweze kubariki sana, anatokea Singida. Ingawa mada yetu siku ya leo tunatazama hasa kaburi kuwa wazi linamaanisha nini kwa maisha ya mwanadamu. Tumjibu tu kwa ufupi kwamba Pasaka ya kwanza kufanyika ilifanyika katika safari ya wana wa Israeli baada ya kuwa wamepewa ruhusa ile ya kwenda kumwabudu Mungu na Mungu amewatendea matendo makuu ya kuwatoa kwa Farao na kuwatendea kuvuka ile bahari ya Shamu na kumteketeza farasi na mwana farasi. Mungu akawaagiza kupitia kinywa cha mtumishi wake Musa kwamba jambo hili la matendo makuu ambayo Mungu amewafanyia kupitia zile ishara 10 alizozipiga, yale mapigo 10 kwa Farao, sasa wapate kufanya nini? Kuweka kumbukizi mwaka mpaka mwaka, ili na vizazi vyao wanavyokuwa navyo vipate kujua kwamba ni matendo gani Mungu aliwatendea kuwatoa katika nyumba ya utumwa. Amen. Najua umemjibu vyema kabisa. Wanasema kwamba naitwa mchungaji naitwa Godfrey, naomba kuuliza swali. Kwa nini mtu akifa anaagwa hadharani aliyakuwa Yesu alivyokufa akuagwa? Je, utaratibu wa kuaga watu waliokufa, wengine huita marehemu, ukoje? Yesu akuagwa. Yesu akuagwa. Je, kwa nini sisi sasa tunawaaga? Lile ni tendo la kiutaratibu, ni tendo la kiutu. Ni tendo la utaratibu na ni tendo la kiutu. Na kimsingi si kwamba Yesu hakuagwa. Kama asingeliagwa asingelizikwa. Labda yeye anataka kuleta kwenye maana ya kwamba idadi ya watu waliohudhuria kwenye tukio fulani, kwamba kwa Yesu waliohudhuria ni wachache, lakini palikuwa na maandalio, kwa sababu tunapozungumza habari ya kuaga mwili ni habari ya kuandaa kwenda kuuzika, si ndio? Yesu alipelekwa kaburini, alivishwa sanda, alishushwa pale kwenye msalaba, ndio. Na aliyeenda kumzika alienda kuomba kibali kwa mfalme akamzike. Alienda akaushusha mwili, akauandaa mwili, baada ya kumaliza mwili akaubeba mwili akaenda kuweka kaburini. Hiyo ni tayari ni kwani ni kuaga, si ni kuutazama mara ya mwisho. Aliutazama. Lakini kwa nini sisi kibinadamu sasa, ile kibinadamu, kwa nini tunaaga? Ule ni hali ya utu, kwamba wewe tumekaa na wewe muda mrefu, tumeshirikiana mambo mengi, sasa umefika mwisho kabisa. Kuna sababu ya kutoa heshima zetu za mwisho kwako, ambapo kwenye hiyo ibada ni vizuri watu wakafahamu huwa kuna mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza huwa ni kwa ajili ya kutoa faraja kwa wale ndugu wa karibu wa yule mtu, kwamba hata wewe ukifiwa ukapuniona mimi ni rafiki yako pale, kuna namna unafarijika kuliko tungekuachia ile kazi wewe. Unaonaje umefiwa, ni mtoto wako, ni mke wako, alafu kaka yako hayupo, baba yako hayupo, mama yako hayupo, unajisikiaje yale maumivu? Ndio maana Mungu anasema tulie pamoja na wanao. Maana yake kumsogelea mtu ambaye ana hali ya huzuni ni moja ya faraja, ni moja ya kumtia nguvu. Lakini jambo la pili ni jambo la kukamilisha utaratibu wa kumwaga yule ndugu yetu, wa kumtazama kwa mara ya mwisho, kumpa heshima zake za mwisho, kwamba huyu mtu alikuwa ni binadamu, tumekaa naye, tumetenda naye kazi, tumeshirikiana naye katika mambo mengi. Lakini jambo la tatu ambalo ni la muhimu kuliko yote, kwa nini tunakuwa na hizo ibada? Kwa nini tuwe na makusanyiko? Kwa nini turuhusu kuaga? Jambo la tatu ni ili tukumbushane sisi tuliobaki kwamba kufa kupo. Unajua kuna watu wanafikiri kwamba tunapofanya ibada tunamfanyia yule marehemu, tunamhubiria yule marehemu, tunamwombea yule marehemu. Haiko na sehemu hiyo. Moja ya sababu kwa nini wachungaji tunakuwepo na tunahubiri tena kabisa kwa ujasiri, tena kwa sauti na kukemea, ni kukumbusha wewe nafsi iliyobaki kwamba kufa kupo, utakufa tu. Sawa kabisa, kufa kupo na utakufa tu. Na mtazamaji, kwa yule ambaye pia ulikuwa na swali hilo, na imani umebarikiwa sana. Jumbe ni nyingi, bado tunaendelea pia kupitia maswali kwa yale ambayo mnayatuma. Na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Saitalo kutokea Dodoma. Namtakia siku njema mchungaji wa Amen. Mchungaji wa Mungu, na akupe nguvu kuweza kuwaelewesha wanadamu. Amen. Na huyu si mwingine, anasema kwamba anaitwa Isaka, naomba kuuliza mchungaji, ubatizo sahihi? Naona hilo litakuwa nje ya mada kabisa hili. Na huyu anasema kwamba
Mungu aweze kubariki sana hapo studio kwa kile ambacho mchungaji anakieleza kwa sasa. Nimebarikiwa sana. Anasema kwamba anaitwa Kala kutoka Meatu. Mchungaji, nauliza kupalilia makaburi ni dhambi? Ndilo swali lake hilo alilouliza. Sasa mtumishi wa Mungu, hilo swali lake ni pana. Ili tulijibu lieleweke. Ndio, inabidi kuepo na mjadala. Kwa sababu ndio. Labda tumjibu kwa ufupi kwamba itategemeana nia yako ya kulipalilia hilo kaburi ni nia ipi. Kama ni nia njema kwa ajili tu ya kulifanyia usafi, ndio, si dhambi. Lakini si wote wanaopalilia makaburi wanapalilia kwa nia hiyo. Kuna wengine wanapalilia wakiwa na nia zao, aidha wanafanya ibada, aidha wameelekezwa na namna za habari ya matambiko kwenye kupalilia. Kwa hiyo itategemeana kwamba linaweza ikuwa ni dhambi kulingana na muktadha wa yule mpaliliaji. Inaweza isiwe dhambi kulingana pia na muktadha wa yule mpaliliaji. Kwamba kama napalilia kwa hali ya kawaida tu ya kulifanyia usafi kama mazingira mengine, kwa mfano makaburi mengi tukiachana na hapa mjini, si ndio? Makaburi mengi tumezika kwenye maeneo yetu tunayokaa. Unatoka tu unaliona kaburi hapo nyumbani. Sasa kama unavyofanya usafi wa mazingira mengine yawe safi, vitu hatarishi visikae mle ndani, ni sawa kupalilia kwenye kaburi kama ni kwa maana hiyo ya kufanya usafi. Ni makaburi ya haya huku kwetu kwenye hivi maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya makaburi. Tukiacha limsitu likawepo kubwa mle kwenye yale makaburi, si watu watafanyia uhalifu humo? Watu watauawa mle. Kwa tunafanya usafi wakati mwingine kwa ajili ya usalama. Sawa kabisa. Kwa hiyo itategemeana nia ya huyo mpaliliaji. Na muda unazidi kuyoyoma, unazidi kukimbia kweli kweli. Kabisa. Na natamani hiki kipengele cha hatua ya pili hatujakigusa kabisa. Sawa kabisa. Na imani kwa dakika chache basi ni kuruhusu ili uweze kukipitia kwa ufupi sana, alafu kisha tutarejea kutazama maswali ya watazamaji ambayo wanatuma kwa sasa. Asante. Twende moja kwa moja kwenye kipengele. Nilikwambia kuna mambo mawili. Twende kwenye jambo la pili, kwamba kuna mambo yalipaswa kuendelea. Na hapa ndo kuna majibu ya msingi ya swali letu, kwa nini kaburi liwazi? Kwa nini kaburi liwazi? Kuna mambo ya msingi kwamba endapo Kristo angezikwa kwenye kaburi na akashindwa kutoka, basi kusinge kuwepo na udhibitisho kwamba alifufuka. Moja ya sababu kwa nini kaburi liko wazi, moja ya jambo tunatakiwa kulifahamu ni kwamba ni kuvunjwa kwa muhuri. Ukumbuke baada ya Yesu Kristo kuwekwa kaburini, lile jiwe liligongwa muhuri. Ule muhuri ulikuwa na maana ya mamlaka ya kisheria, kwamba baada ya kugongwa yule muhuri ilikuwa ni sheria imewekwa, ni mamlaka imetangazwa kwamba haruhusiwi mtu awaye yoyote kwenda kuliondoa lile jiwe. Barua yoyote ya kiserikali ili tambulike kiofisi lazima iwe na muhuri wa kiserikali. Ule muhuri unadhibitisha mamlaka. Kwa hiyo kugonga muhuri kwenye jiwe la kaburi ya Yesu ilikuwa ni kudhibitisha mamlaka. Kaburi kuwa wazi, lile jiwe kuondoka, ilikuwa ni Yesu kudhibitisha ya kwamba mamlaka ya kibinadamu haina uwezo wa kuzuia kusudi la Mungu. Mamlaka ya kibinadamu haiwezi kuzuia mapenzi ya Mungu. Yesu anatutangazia ya kwamba hakuna namna iwayo yoyote ya kidunia inaweza kuzuia mpango wa Mungu. Kaburi linakuwa wazi, ni udhibitisho. Nini maana yake? Inatuambia sisi kwamba katika dunia hii tunayoikaa haiko mamlaka ya aina yoyote inayoweza kuzuia mapenzi ya Mungu. Mungu akisema umebarikiwa, umebarikiwa, hakuna wa kuweza kukulani. Mungu akisema utainuliwa, utainuliwa, hakuna wa kuzuia kuinuliwa kwako. Mungu akisema wewe utazaa, utazaa, hakuna wa kuzuia kuzaa kwako. Mungu akisema utaishi, utaishi, hakuna wa kuzuia. Yaani atakavyoweza kufanya mamlaka ya kidunia kwamba izuie hatima ya mtu kufika mahali fulani, haitawezekana kuzuiliwa. Yaani katika ulimwengu wa roho, hata mimi kufika mahali hapa tunakuwa na kipindi hiki, kulikuwa na upinzani. Kwa nini tupo? Ni kwa sababu Mungu alidhibitisha kwamba ile mamlaka ya kidunia, mamlaka ya kibinadamu, mamlaka ya nguvu zingine zozote ziwazo haiwezi kuzuia kusudi la Bwana. Alikusudia Mungu. Leo tutakuwepo hapa kwenye Star TV. Amen. Na tutakuwa tunazungumzia habari ya mafundisho ya Kristo juu ya habari ya kaburi kuwa wazi. Hilo neno anadhibitisha kwenye ile Mathayo 27:26. Tukisome hapo kwamba paliwekwa nini? Paliwekwa muhuri juu ya kaburi. Mathayo 27 na ule mstari wake wa 66. Mstari wake wa 66 anasema hivi:
Wakaenda wakalilinda kaburi salama na kulitia lile jiwe muhuri. Umeona? Sasa jiwe linaondolewa. Limekatazwa kwamba iwe ni mwanafunzi wa Yesu, iwe ni nani mwenye mapenzi na Yesu, Yesu pale jiwe limezuiliwa. Wasije wakasingizia kwamba walikuja wakamuiba alafu wakasema amefanya nini? Amefufuka. Sasa lile jiwe linaondoka. Yesu analiondoa. Lakini sababu ya pili, kwa nini kaburi liko wazi? Udhibitisho wa pili, maana ya pili, kwa nini kaburi liko wazi? Kwa nini kaburi liko wazi? Udhibitisho wa pili ilikuwa ni kwamba Mungu alitaka kudhibitisha ya kwamba tusiyoyaweza sisi, kwake yeye yanawezekana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko, ile sura ya 16, kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, unakuta Biblia inazungumzia habari ya wale wa mama Mariamu Magdalena na Mariamu ndugu yake. Kipindi wanaenda kufanya nini? Wameamka alfajiri wakiwa na manukato, wanaenda kwenye kaburi la Kristo Yesu. Kuna maneno pale walikuwa wanaenda wakiwa wanasemezana kwamba ni nani atakayetuviringishia lile jiwe. Lakini wanalikaribia kaburi, wanaliona jiwe limetolewa. Lile jiwe lilikuwa kubwa, walikuwa hawana uwezo wa kuliondoa, lakini kwa imani walienda. Lakini walikuwa wanaenda wanajiambia, nani atatolea lile jiwe? Sisi ni wanawake, hatuna uwezo wa kuliondoa. Wanalikuta jiwe. Biblia inasema kwamba malaika ameshuka, ameliviringisha lile nini? Jiwe. Kwa hiyo kulikuta kaburi liko wazi. Kaburi liko wazi inatutangazia sisi kwamba hata yale tusiyoyaweza, yupo mwenye nguvu ya kutuwezesha kuyafanya. Amen. Yupo mwenye nguvu wa yaani wewe ulikuwa uwezi kufika kwenye mtaji mkubwa wa biashara, usiogope. Unaye Mungu, ukimwamini Mungu anaweza kukupa namna ya kufika kwenye mtaji mkubwa. Wewe ambaye umechoka, umekata tamaa, huoni kabisa kuzaa, huoni kabisa tumaini lolote, huoni kushinda shuleni, unaona kama kabisa kwamba hata wazazi wamekosa namna ya kukulipia ada, endelea kumwamini Mungu. Yeye huwa anatengeneza njia ambazo kipindi akili zetu zimefika mwisho, hazioni kabisa, hazioni kuendelea, yeye anatengeneza namna ya kuweza kuliondoa lile jiwe kwa uweza na nguvu zake. Kwa hiyo kaburi liko wazi inatutangazia ya kwamba kuna mambo ambayo sisi hatuwezi kuyafanya, kwa akili zetu hatuwezi kuyaendea, kwa akili zetu hatuyawezi kabisa kabisa kabisa. Lakini Mungu anatudhibitishia kwamba, wanangu, msiogope, niko pamoja na nyinyi katika mambo hayo magumu. Nyinyi msiyoyaweza, akili zenu zisiyoweza, ufahamu wenu usiyoweza, macho yenu yasiyoyaona, masikio yenu yasiyoyasikia, mimi ninayaona, mimi ninayasikia, mimi ninaweza kuyatenda. Kaburi liko wazi kwa sababu Mungu alitaka kutudhibitishia uwezo na nguvu zake, kwamba kwa namna yoyote ile ya ulimwengu na dunia, bado yeye ana mamlaka na nguvu ya kututendea. Na mchungaji, Mungu akubariki sana kwa namna jinsi ambavyo umeeleza, mchungaji Boniface Steven. Najua leo kuna upako kabisa. Kuna upako ndani yako kinena, lakini pia tukiwa katika sherehe kubwa kabisa hii ya Pasaka, wengine wanapenda kuita Easter Sunday. Kuna wengine wameuliza swali hilo, lakini pia kutokana na muda unavyozidi kukimbia, nina swali hapa la mwisho kabisa, ambalo pia huenda likaenda kutufungia na kipindi chetu, ingawa jumbe za watazamaji ni nyingi kutokana na muda jinsi unavyokimbia. Muda unapungua kweli kweli. Swali langu ni kwamba sasa tunapofikia mwisho sasa, na leo tuko katika Easter Sunday ama sikukuu hii ya Pasaka, kama msafiri wa kwenda mbinguni na ni mtu ambaye ninatamani pia kuona ufalme wa Mungu, nini ambacho tunatakiwa tukifanye ili kuweza kufungua makaburi yetu ambayo yamejaa giza katika maisha yetu, ambayo tuna majeraha moyoni, lakini pia tukiwa na hofu? Unachotakiwa kukifanya, mtumishi wa Mungu na anayenitazama, anachotakiwa kukifanya kwa sekunde chache tu ni kuamini ndani ya Kristo Yesu. Ndio. Ni kuelewa na kuwa na uhakika kwamba mambo haya tunayozungumzia hapa sio nadharia, ni mambo ambayo ni hakika, ni mambo ambayo ni amina. Tunachokisema mahali hapa hatuzungumzi story. Tunachokizungumza mahali hapa hatuzungumzii habari ya hadithi, tunazungumzia uhalisia. Kwamba leo hii mtu akimwamini Kristo Yesu kuwa na Bwana Mwokozi kwenye maisha yake, yaliyokuwa yamekufa kwenye maisha yake
yanatiwa uhai. Amen. Yaliyokuwa yamewekwa giza yanatiwa nuru. Amen. Yaliyokuwa hayawezi kushindikana, yaliyokuwa yameshindikana kabisa yanawezekana kabisa. Shida ni kwenye kiwango cha kuamini. Amen. Kama unatamani kwenda kwenye kuliona kaburi lile ambalo liko, maana kupitia nguvu za giza, kupitia wachawi na uharibifu na watu wenye hila wa dunia hii, kuna mambo ya watu mengi yamezikwa ndani ya makaburi, na unatamani kutoka kwenye hilo kaburi na kaburi lako liwe wazi upate ushindi. Amini katika kufa na kufufuka kwa Yesu. Amen. Amini katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na imani hata pia mtazamaji umekuwa ukituma jumbe zako nyingi sana na maswali yamekuwa ni mengi kwa kweli kwa mada ambayo tulikuwa nayo mezani ambayo inasema kaburi li wazi lina maana gani kwa mwanadamu. Tulianza vizuri lakini pia muda nao unazidi kukimbia na kila mmoja anatamani kushiriki nasi na kusikiliza maswali ambayo ameweza kuyatuma. Lakini pia mchungaji Boniface Steven, kulingana na dakika chache ambazo tumeweza kusalia nazo hapa katika kipindi hiki, kuna wadau na watu wa karibu sana ambao wanatamani sasa kupata njia sahihi ya kuweza kukufikia kwa njia ya mawasiliano bora. Kwa njia ya mawasiliano ni kwa nambari zangu za simu. Unaweza ukanipata kwa nambari yangu ya Voda ambayo nambari yangu ya Voda ni 0744 48 80 53. 0744 48 80 53. Kwa namna ya physical kuniona, ninapatikana Kisesa, mtaa wa Bujola, kanisa la EAGT. Niko mahali hapo jirani kabisa na shule ya msingi Bujola, ama shule ya msingi mpya ya Chifu Hangaya. Ni shule zilizo mkabala. Unatoka shule ya msingi Bujola, unaingia Chifu Hangaya, unaliona kanisa hapo. Na hata ukifika tu pale Kisesa stendi, au ukiuliza nataka kwenda kwenye kanisa la EAGT jirani na shule ya msingi Bujola, karibu mabodaboda wengi wanapafahamu mahali pale. Wengi, 90% ya mabodaboda wanapafahamu mahali hapo. Ni jirani kabisa na makumbusho ya Bujola. Unaposikia makumbusho ya Bujola, ndiko Mungu alikotuweka huko kuhakikisha kwamba nguvu za giza kule zinanyamaza. Watu wa Mungu wanaishi kwa amani. Sawa kabisa. Na mtazamaji pia kwa kupitia njia hiyo bora ya mawasiliano anaweza kuwasiliana naye mchungaji na ukaweza kubarikiwa zaidi kawa njia ya mbaraka pia katika sikukuu ya Pasaka na kufunguliwa ama kuondoa giza na kuwa na kaburi lililofunguliwa katika maisha yako. Langu jina ni Andrea Amos Masanje, ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka sasa, mbendi na hoza wako niliyekuongoza katika kipindi hiki. Amka tumsifu Mungu. Lakini kabla tujafika mwisho kabisa, mtumishi wa Mungu, kuna dakika chache, sekunde chache tu za kuweza maana tulianza kwa maombi na tuweze kufunga kwa maombi. Kwa sekunde chache tu. Tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa namna ambavyo umetamalaki mahali hapa tangu kuanza mpaka sasa tunapofika tamati. Asante kuwa baraka kwa watoto wako waliosikia na kutazama. Baba, imeendelea kuwajenga katika ufalme wako, na Mungu endelea kuwatamia na kuwafungua zaidi ili Mungu afike hatima iliyo njema kuliona jina lako. Asante mfalme wa amani, hata sisi watoto wako tuliokuepo mahali hapa tukaione baraka yako. Ni kupitia jina la mwanao Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen. Karibu tena Pastor Boniface Steven katika kipindi hiki Amka Tumsifu Mungu, na Mungu aweze kukubariki sana sana sana. Lakini nikushukuru kwa yule mtazamaji uliyetenga muda wako kutufuatilia tukiwa mubashara kabisa kupitia Star TV, na niwashukuru jopo zima likiongozwa na Emmanuel Makuliga mtayarishaji wa kipindi hiki, lakini pia bila kumsahau Venita Salvatore ambaye anahakikisha matangazo haya yanakufikia mahali kokote uliko. Mungu awabariki sana na niwatakie heri ya sikukuu njema ya Pasaka. Tukutane tena Jumapili nyingine katika msimu mwingine kupitia kipindi Amka Tumsifu Mungu. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu.